Kwa mwanamke ambaye hanyonyeshi wala si mjamzito, kukosa hedhi ni moja ya sababu ambayo inaweza kumpelekea katika msongo wa mawazo. Sasa kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kumpelekea mwanamke kukosa hedhi wakati si mjamzito wala hanyonyeshi wala hana changamoto zile ambazo tunazifahamu. Lakini pia kuna jinsi ya kuziepuka hizo changamoto. Katika siku ya leo tutakuwa naye Daktari Lenny kwamba anatuelekeza mada hii kwa undani. Kama uko bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze kuangalia nini maana ya hedhi. Hedhi ni mzunguko wa kawaida wa uzazi kwa mwanamke. Mzunguko huu unatarajia kwa mwanamke ambaye hana changamoto apate hedhi takriban mara moja kwa mwezi, lakini baadhi wamekuwa wakipitisha kwa vipindi tofauti. Sasa tutaanza kuangalia sababu ambazo zinapelekea mwanamke kukosa hedhi. Sababu ya kwanza ni mabadiliko ya homoni. Mabadiliko ya homoni yanaweza kupelekea mwanamke kukosa hedhi kutokana na homoni ndio inayo control upatikanaji wa hedhi. Kwa hiyo mabadiliko haya ya homoni yanaweza kupelekea mwanamke kukosa hedhi. Changamoto ya pili ambayo inaweza kupelekea mwanamke kukosa hedhi ni mabadiliko ya mazingira. Mabadiliko ya mazingira ni moja ya chanzo ambacho kinaweza kupelekea mwanamke kukosa hedhi. Binti anapotoka kwenye mazingira ya eneo moja anapoelekea kwenye mazingira ambayo ni mapya kwake, baadhi huchukua muda kuzoea mazingira, na kipindi ambacho huchukua muda kuzoea, kuna vitu ambavyo katika mwili vinabadilika, mojawapo ni homoni ambazo zina control hedhi. Kwa hiyo hali hii inatokea kwa kipindi, lakini pale ambapo atazoea mazingira, basi ataendelea kupata hedhi kama kawaida. Jambo la tatu ambalo huwa linapelekea watu wengi kukosa hedhi ni historia ya matumizi ya njia za uzazi wa mpango. Baada kutumia njia hizi za uzazi wa mpango, mfano akitumia njia ya sindano, njia ya kijiti, njia za dharura, kukosa hedhi, jambo ambalo linaweza likapelekea pia au likaathiri pia katika upatikanaji wa hedhi katika vipindi vingine pia. Kwa tunashauri kama mkutana na changamoto hii ya kukosa hedhi wakati unatumia njia za uzazi wa mpango, lakini pia hata baada ya kuacha njia za uzazi wa mpango, basi na daktari ili aweze kukushauri nini cha kufanya. Chanzo cha nne ambacho wengi wamekuwa wakikutana nacho, kuwa mjamzito. Unaweza kuwa mjamzito lakini haujautambua ule ujauzito. Tunashauri kama umekosa hedhi takriban mwezi mmoja, kipimo ambacho unapaswa kufanya ni kipimo cha ujauzito. Kama ulikutana na mwenzi wako hivi karibuni, kuna baadhi wanakuwa wajawazito lakini bado wanakuwa hawajatambua. Kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea mtu kukosa hedhi ni magonjwa ya mfumo wa mwanamke, tunaita gynecological condition, ambapo kuna uvimbe katika mfuko wa kizazi, tunaita fibroid. Lakini pia anaweza kawa ni ovarian cyst, ni ovary kujaa maji au kuwa na uvimbe kiasi fulani. Lakini pia magonjwa ya pelvic inflammatory disease, tunaita maarufu kama PID, mara nyingi ni magonjwa ya via vya uzazi, lakini pia magonjwa ya mfumo wa mkojo. Hasa kwa ujumla, magonjwa haya yanaweza yakaathiri upatikanaji wa hedhi, na mtu anaweza kamisi hedhi kwa takriban wiki mbili, kwa takriban vipindi viwili mpaka vitatu, ila akishatibiwa hedhi yake inarudi kama kawaida. Kitu kingine ambacho kinaweza kuathiri upatikanaji wa hedhi ni mabadiliko ya chakula, ya mfumo wa chakula. Mabadiliko ya chakula pia mara nyingi yanaenda kuathiri moja kwa moja katika mfumo wa homoni, kitu ambacho kinaweza kupelekea binti kukosa hedhi au kumisi hedhi kwa kipindi fulani. Kitu kingine ambacho kinaweza kupelekea kukosa hedhi ni kuwa mgonjwa katika kipindi fulani. Ukiwa unaumwa baadhi ya magonjwa, ni magonjwa ya kawaida, ukitumia baadhi ya dawa zinaweza zikapelekea ukamisi hedhi kwa kipindi fulani, lakini itakapokuwa shwari unarudi tena katika hedhi yako kama kawaida. Hizo zilikuwa ndio vitu ambavyo mara nyingi vimekuwa vikipelekea kina mama wengi kukosa hedhi. Viko vingi, lakini hivi ni baadhi ambavyo nimevitaja. Sasa ufanye nini ili uwe upate hedhi yako? Cha kwanza unapaswa kukifanya ni kuwasiliana na daktari wako, ili upate vipimo vya homoni, lakini pia vipimo vya magonjwa mbalimbali na uchunguzi wa kitaalamu ili aweze kubaini chanzo ni nini. Kitu kikubwa ni
kubaini chanzo ni nini. Usijichukulie hatua mwenyewe mkononi, usichukue sheria mkononi kwenda duka la dawa kununua dawa au kwenda kutafuta dawa za kienyeji. Cha kwanza, hakikisha umepata chanzo halisi cha tatizo. Kwa hiyo ukishapata chanzo halisi cha tatizo, ni rahisi wewe kujua dawa gani ambayo itakufaa na utatumia na itakusaidia. Dawa ziko nyingi na washauri wako wengi sana ambao wanaweza kukushauri wa mtaani, lakini mimi nakushauri kama nilivyoelekeza sababu ziko nyingi, na sababu zote ukiziangalia zinahitaji utatuzi wa daktari. Kama umekuwa kutumia njia za mpango, basi hakikisha unawasiliana na daktari. Kama unaishi na magonjwa fulani, basi wasiliana na daktari, yeye ndiye atajua kupe dawa gani na utaendelea na mfumo wako wa hedhi. Wapo watu wengi ambao tunaongea nao, tunashauriana nao na baadaye wanaendelea kupata hedhi zao. Kwa hiyo ukiona unapata changamoto hii, wahi hospitali mara moja. Daktari yeyote atakayemwelekeza atakusaidia na utakuwa na afya yako kama kawaida. Ndugu mtazamaji, ni kuombe kwenye comment section changamoto gani ambayo wewe ilikupata mpaka ukakosa hedhi, na share video hii kwa mtu mmoja. Ulikuwa na Daktari Leni, kwamba nikutakia siku njema na Mungu akubariki.